Tumekuja leo kuwaona watoto wetu ambao wako katika mazingira magumu. Basi tumekuja ili kushiriki nao kwa chakula kidogo ambacho tumebarikiwa kwa ajili ya sikukuu. Pendo, unajua watoto nao ni watoto, wanatakiwa kujisikia kwamba ni watoto ambao wanathaminiwa. Basi kwa upendo tu kwa kuwathamini watoto hawa, tunajua ni watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Basi tumeguswa kama watoto wetu. Kila mtu anaweza kuipitia katika changamoto wanayopitia watoto hawa. Basi kwa upendo tu tumeguswa kuja kuwaona ili nao waweze kushiriki katika sikukuu inayokuja. Jamii inapaswa kuguswa kwa jambo hili kwa sababu hawa watoto hawakupenda. Inatokea ni Mwenyezi Mungu ameweza aidha kuwachukua watoto hawa au kwa namna moja au nyingine labda wametelekezwa. Lakini jamii inapaswa kuguswa kwa ajili ya kuwahudumia watoto hawa kwa sababu nao pia ni watoto ambao wanahitaji upendo. Sana waliotutembelea kutoka TRA, nasema Mungu awabariki, ajaze pale mlipotoa, abariki maradufu maradufu. Changamoto ambazo wanazipitia hapa ni upande wa chakula, upande wa vifaa vya shuleni ndio vinavyopitia mara kwa mara. Daftari, sare na chakula, maana mashuleni wanakosoma huwa tunachangia vyakula, kuna mahindi, kuna maharage, kuna mchele, ndio changamoto iliyoko. Tusaidie, isiangalie upande mmoja, angalie na watoto pia ambao tunawalea kwenye vituo hivi ambavyo ni vya kulelea watoto. Hapa kwa kweli kituo chetu kimefurahi sana, na huwa hawa mliowakuta hapa nao hata mliotukuta tumefurahi sana kupata huduma zetu, huduma zenu ambazo mmetupa hapa. Tumepata vitu vizuri kwa kweli ambavyo kwa kweli sisi tunashukuru sana sana pale mlipochota. Mungu akawaongezee sana. Wito wangu kwa jamii jamani, na ningependa sana hata ambao huwa hamuguswi na hili swala, hebu Mungu awatokee mguswe na hili swala la kuja kuwaona watoto yatima katika hiki kituo cha Amani cha Msalaba, kwa sababu unapofanya kitu kama hiki hatujui sisi duniani tutaondoka lini, lakini familia zetu zitabaki, watoto wetu watabaki. Hivyo mimi natoa wito kwamba ni vema kutembelea hivi vituo na kuwaona hawa watoto. Baadaye mtoto wako hata akibaki na wewe atabaki katika mazingira ambayo Mungu huwa atafanya kile ambacho ulikuwa